Guys, Miracle baby, Juma, Masinvayo, yeah, mana manene. Yeah. Mkoaje? Mko fiti? Pia mimi niko fiti leo. Kasola kametutandika. Sijui wameamua aje leo. So mimi leo na crew yangu tumeamua tuwapatie kitu mufti. Mtafurahia kiasi tu. So mada leo, like topic ya leo ni all about when to go through, like when tufike pale tuko mwenye si mchezo. Leo naongelea tu kuanzia vile niliingia high school, kuanzia form 1 hadi form 3, like grade 9 hadi grade 3. So nilikuwa grade form 1, nimeingia pale form 1, nilikuwa kachopa fulani, nilipita vizuri. Nikiingia kashule fulani kakapo Makueni. Sitakataja juu, unajua watu wengine wanajua tu wenye kunaendanga. So mimi leo nimeingia shule form 1 boarding school. Nikaingia siku ya kwanza juu hadi sikukaribishwa fiti wase. Siku ya kwanza sukari imeenda. Ati naambiwa na form 4 anakuja Bazoo. Anakuja kuniambia aje, buda fanya hivi, hebu nipakie viatu rangi na kui yako. Nashindwa rieng. Alafu kukaa tukiingia preps, niliingia shule hapo 640. Kufika preps ati msaya ananiambia niende choo na ni form 4 niende mpanguze mafi. Yeye inakaa aje? Buda yenyewe yeye kwa kusema ukweli man, hapo sikufanywa fiti. So mimi nikaingia ndio mimi form 1 nika go through form 1. Form 1 ilikuwa my toughest year in high school. Nimeingia form 1 sijakaka. Tukachapa tamu moja hivi tukafunga. So ilikuwa April date 15. Sisi ni yao church. Mimi nilikuwa event ya church. Tunaanga event za mateens. Tunataka kufunzwa. So ndio mimi nimeenda all the way, wala jua Chachami huko Bahati, Nairobi, hapo Shauri Moyo. Sasa mimi ndio huyo nikaenda, lakini ilikuwa na Tuesday. Sijui shetani ni anajua kuplan vizuri. Like yenyewe nimeamua kutoka concert. The following day nilikuwa naenda concert kufanya kitu. So mimi nile naambia watu tuchekiane kesho Wednesday. Nilifurahia. Nilipita hapo Doni. Wasike nilijionea. Naona hii. Man, hii stuff yenyewe haikunifanyia kitu. Sema kuanguka. Wadao nakwambia niliteremuka mlima. Hapo Doni, najua Doni 2017 walikuwa wanajua Don Home ndio ilikuwa tengenezwa. Nakwambia nilitoka kwa mlima juu hivi. Sema kuteremuka hivi. Nilienda hivi hadi chini. Boom! Kasi miti. Mimi huyo. Hapa. Naona hapa. Nikalalia mkono. The funniest thing, tulikuwa na watu wa church, lakini mimi sijuangi napanga na nini. Juu tulikuwa na watu wa church. Tulikuwa mbogi wasi wa 10. Tulikuwa select watu 15, lakini hakuna moja hivi. Hadi moja alijua kenye nilifanyika. Waliona tu, huyu kijana, rada huyu kijana. Wanamuona tu ameumia. Nilianguka, nikachukua vizuri belt. Nikajifunga belt hapo. Nikaenda. Then kaanza kunyesha. Ujasa niko kwa barabara saa 2 nilikuwa naelekea saa 1 usiku nimeingia kagiza. Basi sisi tukapiga hesabu, nikapeleka watu home. Mimi nilikuwa na store yenyewe. Nikapeleka mtaa. Nikakisha kila mtu amefika safe. So mimi nikafika mtaani. Juu nilikuwa na place first floor. So mimi nilienda kupanda stairs. Nikashindwa, like completely mkono ikakataa. Mkono ikasema hapa sifiki. So nikafika hapo chini. Then hapo kwetu next hapo chini tulikuwa nakaa parking.
na kulikuwa na msee mwenye hapo fulani alikuwa beshte yangu kabisa. So huyo beshte yangu akaniambia, Timo unajua nini, mimi nikaona si stenda chachi yetu vitu kwa nishika yole 1960 big up kila msee wa Kayole. So mimi niko Yole, tumetuja tu Yole, nikaenda nikasikia Masai. Ilikuwa nifahamu kitu kama 2:30. So kuna nyesha, then nimetetemeka. Sasa leo umenyeshewa tetemeka na kama kakuku fulani kama nyeshewa juu hivi. So mimi nikamwambia aje wase, nikamwambia Masai mimi nimeshindwa kufika na mimi nimeanguka. Na unadi hadi alikuwa nimejifunika kamshipi, nimeweka kamshipi kwa shingo. So nilikuwa nakaa ni kama hebu imagine sasa kukuve na kama nimejikunja, so nakaa nimejikunja times 2 nakaa hivi. Na bado niko hivi. Tukatoka hapo, mama tukapigia mama. Daddy sasa alikuwa huko US, alikuwa timu yake ya kwanza kama US. Kwa hadi kwa mmeanza hadi 3. Sasa like I guess a month. So nika-call mama kakam, tukaenda hospitali ya kwanza nakumbuka ilikuwa imefungwa. Kwa hospital, tukatoka kwa hospital tukaingia hospitali nyingine kwa Komoroko Modern. So Komoroko Modern tukaenda hapo tukatibiwa, nikafungwa plaster, nikaambiwa Dr. Flani ndio connectiwa na specialist. So sisi tukaenda tukaconnectiwa na specialist. Na nakwambia hii kitu si mchezo. Kama umeshaumia, kama umeingia theater na ukatoka, just thank God. Hiyo kitu si wengi ndio survive. Hii kitu hii kitu unaweza ona hapa. Hii kitu ndio hii. Hapa kuna chuma, kuna bolt, kuna screwdriver. Kuna screwdriver hapa ndani. Na hii kitu like ni shamba. Hii bei nilitengenezwa na I think kuingia tu theater peke yake ilikuwa 180 approximately, ilikuwa $150 to $180 $1,000K ilikuwa chezea hapo 150 to 180K. So sasa sisi ni huyo, tukaingia hospitali, nikalazwa hospitali kuanzia May hadi August. So nikakaa hapo tamu 2 sikwenda shule, nilishinda tu hospitali nini. So nilifanya operation I think May kielekea June, May mwisho date 24. I guess niliingianga May date 24. Tukaingianga May date 24, tukapiga hiki kitu, nikachinjwa, nikaweka kwenye nilikuwa nafanyiwa. Nikaamuka. Because hadi daktari mwenye alikuwa anitibu alisema, enyewe tangu nifanye hiyo daktari na tangu experience yangu ya miaka 7 sijawahi ona accident kama hii. This is the worst of the worst. Na ni kweli ilikuwa worst. Because si mchezo. So alafu acha tukaendelea hapo form 1 tu. Hapo tu form 1. Sikukaa. So si nimetibiwa, nimetoka hospitali June. So nimekaa hospitali toka June. Nilitoka hospitali kituka August mkono imeendelea kupoa, niko na plaster, niko day school. Sasa nilikuwa day school June, July niliingia day school fulani niko hapo Kayole, inaitwa Greenlands. Nikapiga Greenlands miezi, nilikuwa natoka like saa 7. Ni high school, niko form 1. Nataka ni kama watoto. Natoka saa 7 naingia clinic kuona doc. So mimi hivyo nikaendelea. So sasa ile time tu mkono inaendelea kupona. Sijui na shetani ni aliamua aje. Like 2017 ilikuwa miaka. Unajua 2017 hagi. 2017 ilikuwa mwaka mwingine mbaya. After that kulikuwa na harusi fulani. Hii kuna time sijui CS alikuwa anasema sijui marriage na register za wale watu wazee wanaja register marriage. So sasa ile kampango tunaomba kuna marriage, kuna church yetu sasa tulikuwa na hold marriages. So hiyo time kulikuwa na hiyo harusi ya baba fulani tamtaja wanamjua. So hiyo time tumeenda kupanga marriage, like tumeenda kupanga harusi asubuhi tu saa 2.
kwenda kuchukua maji na mkokoteni, jua joka lele joto kuko hasi, unachukua mkokoteni. Unachukua mtu mmoja hapo nyuma mnaenda hivi. Tunaenda tu. Tunaweka mtungi nyuma, tunaenda. Tunasukuma. So mimi nilikuwa kadereka mkokoteni na sasa mwenye tulikuwa na yeye alikuwa caretaker wa church. Alikuwa caretaker wa church wa nini tangu aje? Alikuwa like 1 week old ama 2 weeks. Sasa sisi tuko tu hapo hivyo tumetulia tu. Hapo yeye tu wako hapa, mimi niko hapa kwa mkokoteni na like tumeenda tukafika kwa maji. Hakukuwa na maji. So maji yenye ilikuwa like nile maji sema ni kuiba but ni ya kuvuruta ile ilikuwa vuta pahali. Sika happen hiyo maji ikaisha. Sasa niko na plaster. I think siko na plaster. Ilikuwa ni Oktoba. Sasa nilikuwa nimetolewa nilikuwa na plaster lakini si vile. Ilikuwa kama baki from hapa to hapa. Yako ka plaster nilikuwa na kama tu hapa peke yake. So mimi nimeenda tukachukua maji nini. Ile time maji imeisha, so sisi ndio next. Sasa mwenye alikuwa mbele yetu akatoka, sasa sisi tulikuwa next maji kwenda kuchukua maji mwe. Tukaambiwa ati maji imekatika. Nikashindwa how comes. Alafu mtu ni mjinga, sisi sema ni mjinga ama ni nini, lakini God forbid kusema hiyo jina. Juu huyo mse aliniambia aje timebu check up pale. Juu mimi nilikuwa fanya electronics. Nimeanza na electronics nilikuwa like class 7, nilikuwa mse wa electronics vibaya sana. So mimi ile na electronics niko tu hapo. Akaniambia join electronics, hebu niunganishie kaka waya nifike pale choo na kuja. So pale hivyo kwa electronics kulikuwa na hapo pale amechukua hapa chini kuna maji. Hapa kando ni mabati. Unaona wale mna capture mabati ndio hii, maji ndio hii. Na mimi ndio huyu hapa next. Na pipe iko hapa, pipe iko kubwa. So pale amechukua maji, ameiba maji ile waya red na black. Amehang hivi kwa maji. Yeye anajua hiyo design ya kuiba maji. So alikuwa anafanya hivyo. So mimi nimeenda kuunganisha hii kitu. My friend. Shisikia kupigwa shock. Nilipigwa dhitima. I guess wale walikuwa hapo ndio walinihurumia. Nilipigwa shock hadi tangu leo niko na hizo nini. Niko na hizo stuff. Ndio hii. Yep. Nilipigwa na shock in a way that nilipigwa mbao. Unaona hizi mbao za kujanga, hizi mbao za mjei. Nilipigwa mbao 4 ndio niachilie hiyo kitu. Like steam ilikuwa imeniita. Kama kuja wewe ni wetu. Tunakuhitaji, acha nikupatie dawa yako tunashika na steam. My friend nilipigwa shock for I think 5 minutes mfululizo. Ikaniachilia. Nikaanguka pale. Nikapigwa shock juu bado hizo wazi zilianguka chini. So hiyo maji, unajua maji plus electricity. Nilitaka kale ka shock fulani, kuna kale wale mnajua physics. So sisi tumetoka hapo tukaenda hapo. Nikatolewa nikabebo nikaa nimekuwa maiti, niko hapo natoa povu kama mse mwenye amekufa. So mamangu alikuwa chacha akapigiwa na huyo kiateka akamwambia, unajua nini mtoto wako ako hapa hivi. Amepigwa shock. Pengine moto. Ilikuwa shock mbaya tuseme. So mimi huyo wakakuja na gari si mbio, wakakuja na gari ya pastor wetu ndio ilikuwa karibu. So wakachukua gari tukaenda nao hadi Mama Lucy. So mimi nilikuwa like tulikuwa karibu kufika Mama Lucy, nikaanza kujisikia. Nikasikia mamangu akisema kitu moja sisahau. Atamanga you shall not die, I shall live. Na hiyo kitu ikanikumbusha way back mbali kabisa. Na hapo nikiwa hapo like nilikuwa tu nimelala. Nilikuwa naona niko katikati. Niko hapa. Njia moja ni dark, nyingine iko na light. Njia mbili zimeenda hivi, zimeachana. Na like njia moja unakuja hivi,
And then unachana. Sasa nilikuwa nilikuwa kwa ndoto. Nilikuwa na kitu like sasa nilipigwa shock and all stuff. Naona mmoja naitwa hapa, naambua moja kama huku. Na huku kunene naitwa huku. So moja ilikuwa like moja ni njia light, nyingine iko na njia dark. Black kabisa. Nikajua nikasema na mimi nikaanza kusema I shall not, nilikuwa nasema kimoyo moyo I shall not die, I shall live. Sasa niko na pofu, niko na pofu. Tukafika Mama Lucy nini, nikaweka maji drips. So venye doc vile niliingia x-ray, doc alisema hiyo maji hiyo shock ile nipiga hapa, hii mkono ikakuja hivi, ikapiga roundabout kwa roho hivi. Kuja kalukia kwa hizi mikono. That's unaona niko na kadent hapa. So kaenda hivyo nikatibiwa. So hiyo 2017 yeah. 2017 nilikuwa miaka ingine mbaya. Unajua di economy ya 2017 haikuwa poa vile 2017 So after that 2017 tukakamaliza. Kakula nikaenda nikachinjwa mikono nikakaa poa. 2017 tukakafunga December form 1 form 2 form 2 nikaanza kurecover nini. Si form 3 ndio Mungu ndio mwanzo shetani kimaliza panya kiondoka panya utawala. So like sasa shetani venye alienda no mwanga zingine kakuja. So God akakama intervene. Dream yangu kukaa US ikafika man nilikuwa form 3 nikasikiza niko fiti. Man enye God's plan is God's plan. Mungu anatakanga upitie vitu zingine akiwa na reason. So kama uko pale home unasema ume give up na life, you say don't give up. Man maisha bado hujakula maisha. Maisha ni ngumu. Maisha huko nje. Maisha huko nje ni hakuna, acha nikwambie hadi mnasemanga ati US is a land of milk and honey bado. First kwanza mimi nakwambia US is the most expensive country in the world. Mtase kudanganya ati US ni land of milk and honey. Yes, tapata US nalipanga maybe unalipanga awali. Yes, tunalipanga awali lakini sasa hapo mzee US utapata bills zingine juu hadi utashtuka. Like hadi nikupatie example. Unaona kanyumba ka single room wala kwa Kenya hapo ka single room wenye mnalipanga 2500. Huku single room ni 8k imagine single room. Na mnasema ngati US ni a house of milk and honey. Mimi yenyewe guys take care. Tukafunge kitu. Till we meet again. Now wala mja subscribe hapo. Kuna hapo ka button kanya kako hapo. Mkafinya hapo ka button, like, share, comment. Till to meet next time. Kwarero sinetana doraigwa niye gyokeria ginya soso dengae juga dugera akiuga ne monogu araira kiona thuthera rekia maitho thaburia ngena gimagira